Sijajua huyu muungwana hapa kamaanisha nani ndiye Yuda, lakini mimi naenda kukuletea aina kadhaa za Yuda kwenye Biblia, na nitakuonyesha kwamba aina mojawapo ya Yuda watu wanamhitaji sana, yaani watu wanamhitaji sana Yuda wa aina hiyo. Naenda kukuonyesha hapa aina kadhaa za Yuda, na pengine wewe utaniambia ni Yuda yupi kati ya hawa ama mwingine yoyote aliyetajwa kuwa ndiye Yuda ni mbaya zaidi. Tumsikize huyo muungwana, msikize hapa tuone anazungumzaje kuhusiana na Yuda, alafu mimi nikuletea aina hizo za Yuda. Lakini Yuda tumeanza kumwona anaibuka katika nyumba za ibada kutafuta huruma za wananchi na watu mbalimbali. Lakini nataka niseme, waheshimiwa wabunge wenzangu na serikali mliokuwepo hapa, tuamkeni. Leo anapita akitaka kutuaminisha sisi kwamba Rais Magufuli alimpenda sana yeye Yuda. Kama alimpenda kweli, mbona alimrusha huko nje ya dunia? Huko alitupwa Yuda, huko alitupwa. Waliompenda Rais Magufuli tunawajua, mwenyewe aliwapenda, tulikuwa tunaona wengine wamo leo humu ndani kama tulivyomsikia. Lakini pia kama nilivyokuambia ya kwamba kwenye Biblia jina la Yuda halijapia sehemu moja kwenye kitendo kimoja. Jina la Yuda halijakuwa kwenye eneo moja tu la kumsaliti Yesu. Alikuwepo Yuda kabla ya Kristo, alikuwepo Yuda wakati wa Kristo, alikuwepo Yuda baada ya Kristo. Alikuwa Yuda wawili watatu tofauti. Nikuonyesha Yuda wa kwanza. Na ukumbuke nimekwambia kuna aina fulani ya Yuda Watanganyika kwa sasa hivi tunamuhitaji sana. Kuna aina fulani ya Yuda, na ukumbuke kwamba kuna mahali simba akikosa nyama hula majani. Kuna mahali Biblia imesema anayekusanya pamoja nasi yu upande wetu hata kama hafuatani nasi. Elewe hiyo misemo hiyo. Kwa tulipo Tanganyika tunawahitaji Yuda zaidi. Sijui jamaa kamaanisha Yuda yupi, lakini Yuda mmoja wapo tunakayesoma hapa. Hata kwenye chama cha mashetani CCM tunawahitaji Yuda zaidi. Chonde tokezeni akina Yuda zaidi, tokezeni akina Yuda zaidi. Lakini mjue kwa mujibu wa Biblia Yuda kadhaa waliowahi kupata kuwepo. Yuda namba moja, Mwanzo sura ya 49 mstari wa 8, imeandikwa hivi: Yuda, ndugu zako watakusifu, mkono wako utakuwa shingoni mwa adui zako, wana wa baba yako watakuinamia. Yuda ni mwana simba kutoka katika mawindo, mwanangu umepanda. Aliinama akajilaza kama simba, na kama simba mke ni nani atakayemwamsha? Fimbo ya enzi haitaondoka katika Yuda, wala mfanya sheria kati ya miguu yake, hata atakapokuja yeye mwenye miliki, ambaye mataifa watamtii. Umemwona huyu aina moja ya Yuda, aina mojawapo ya Yuda. Nimekwambia sijajua huyu muungwana kamaanisha Yuda gani, ila nataka tu nikuonyeshe katika hawa walioko hapa pembeni hapa, uchague wewe Yuda yupi unayemhitaji. Na ukumbuke kwa hali ilivyo katika nchi yetu tunamhitaji sana 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 Yuda, tunamhitaji sana aina mojawapo ya Yuda. Yuda inategemea anasaliti nini. Yuda inategemea anasaliti nini. Yako mambo mengi sana ambayo unahitaji aina mojawapo ya Yuda. Kuna Yuda anayesaliti udhalimu, anayepingana na udhalimu. Yuda anapingana na udhalimu. Yuda wa aina hiyo tunamhitaji sana.
Yuda anapingana na uuaji, anapingana na uonezi. Tunamhitaji sana Yuda wa aina hiyo. Kuna Yuda anayepingana na haki, anayepingana na wema. Huyo Yuda naamini wote tunamchukia sana Yuda, tunamchukia sana Yuda wa aina hiyo. Sasa kati ya hawa watatu hapa, sijajua wewe unamwona Yuda wa pili ni yupi? Yuda wa kwanza ni yupi? Yupi Yuda mzuri? Yupi Yuda mzuri? Yuda mwingine katika Mathayo sura 26 mstari wa 14 na 15, Yuda mwingine imeandikwa hivi. Yuda mwingine imeandikwa hivi: wakati huo mmoja wa wale tenashara, jina lake Yuda Iskarioti, aliwaendea wakuu wa makuhani akasema, ni nini mtakachonipa nami nitamsaliti kwenu? Wakampimia vipande 30 vya fedha. Tokea wakati huo akawa akitafuta nafasi apate kumsaliti. Huyu ni Yuda mwingine, naye yeye anataka kumuuza mtu mwema, kwa sababu ameona huyu mtu, si tulijua atakuwa sababu ya sisi kupata pesa, kupata mali, na sisi tuwe kwenye ufalme, tuwe tunaonea watu, tuwe tunadhurumu watu, tuwe tunatesa watu, tuwe tunajilimbikizia mali sisi tu na familia zetu. Lakini tunaona jamaa hajiongezi. Unawezaje kuwa maarufu kama hivi alafu usiwe unakula kwa mlija, wengine wanateseka? Sisi tunataka kwa umaarufu aliokuwa nao, ndio maana watu wajaribu wamfanye mfalme, wajaribu tuishi maisha. Sasa tunamgeuza yeye kuwa hela, ili sisi wengine tupate hela tukafie mbele. Aina ya pili ya Yuda huyu anayesaliti mema, anayewasaliti watu wema, aliye upande wa wanaoua watu wema. Huyu Yuda, naamini watu wote tunahitaji kumpinga Yuda wa aina hii. Kati ya hawa watatu hapa pembeni, Yuda mbaya zaidi ni yupi? Hebu nimalizie Yuda wa mwisho. Wapo wengi, malizia tu Yuda wa mwisho. Waraka wa kwanza wa Yuda. Huyo msidhani, msizime data, tunaichukia Biblia. Sasa sijui kama mnaye Yuda kwenye vitabu vyenu uko sawa, lakini kama hamna, basi mmemtaja Yuda wa kwenye Biblia, tunawasomea wa Biblia wenyewe. Sisi tutawasomea sasa Yuda wenyewe ni nini. Waraka wa kwanza wa Yuda kwa watu wote, sura ya kwanza mstari wa kwanza. Yuda mtumwa wa Yesu Kristo, ndugu yake Yakobo. Kwa Yuda walikuwepo wengi. Kwa hao walioitwa, waliopendwa katika Mungu Baba na kuhifadhiwa kwa ajili ya Yesu Kristo, muongezewe rehema na amani na upendo. 3. Wapenzi, nilipokuwa nikifanya bidii sana kuwaandikia habari za wokovu ambao ni wetu sisi sote, naliona imenilazimu kuandikia ili niwaonye kwamba muishi ndani ya imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Kwa maana kuna watu waliojiingiza kwa siri, watu walioandikiwa tangu zamani hukumu hii, makafiri wabadilio neema. Makafiri ni watu wasioendana na haki, ukweli fulani. Kwa lidini fulani linamiliki jina hilo makafiri, naona likutukana makafiri, imekutukana sana, na Biblia hii inayatambua makafiri. Yapo makafiri wabadilio neema ya Mungu wetu kuwa ufisadi, nao humkana yeye aliye peke yake Mola na Bwana wetu Yesu Kristo. Mola ama Mungu wetu kwa ujumla wanamkataa. Huyo anayeandika hapa ni Yuda, anapingana sana na mafisadi, anapingana sana na makafiri, watu wabaya. Katika hawa jamaa hapa, yupi Yuda mbaya zaidi? Yupi ni Yuda Iskarioti? Lakini nimetaka tu nikujulisha kwamba katika hawa
Kuna Yuda tunamhitaji sana, kuna Yuda tunamhitaji sana. Yuda yule wa kwanza, Yuda huyu wa mwisho katika hawa tunahitaji, lakini sio hawa tu. Hata nye chama cha mashetani CCM, sisi tunaamini kuuawa kwa ndugu zenu. Katika nyie wapo ndugu zenu kabisa wameuawa. Naamini ningewasihi sana, tafuteni Yuda mzuri katika hawa, ambatane naye kwa moyo kabisa. Kuna Yuda fisadi, kuna Yuda muuaji, kuna Yuda yuko upande wa mafisadi, kuna Yuda yuko upande wa wauaji, kuna Yuda ambaye inawezekana kabisa katika hawa fimbo ya Mungu iko pamoja naye, na inawezekana kabisa fimbo yake itakuwa kwenye shingo la adui zake mpaka atakapokuja atakayelipa kisasi kwa ujumla. Chama cha mashetani, lakini Watanganyika ni vizuri mfahamu, hata msiposhtuka sasa, kuna kundi fulani huku Tanganyika litamfikia kila mtu. Kwanza naomba muelewe, halimwamini Mtanganyika yeyote, hata wanayeshirikiana naye halimwamini. Tumefunikwa na ufalme katili na hatari haijapata kuwepo tangu nchi yetu imeanza. Niamini ni mimi, nieleweni mimi. Niliwaambia tukingali mbali tuitakiwa kudhibiti mlango huu. Itakiwa kutumika nguvu kubwa zaidi ambayo itakuja kutumika hapa kujiokoa. Hamkunisikia. Lakini hapa bado pana nguvu ndogo inatakiwa itumike. Tanganyika, hata mlio kwenye chama cha mashetani CCM, simameni. Simameni. Yuda mmoja kati yenu, Yuda mzuri, ambataneni naye. Kama hawapo katika hawa, atokee, watokee, mtokee akina Yuda zaidi. Vinginevyo majuto ni mjukuu, vinginevyo tutakinywea wote. Kuna ambao ndugu zetu wametangulizwa kwa namna katili zaidi, lakini kuna ambao tutawaishwa. Lakini mjue, hasa tunapoondolewa sisi, nyie mtakuja kuondolewa kwa namna katili zaidi, namna mbaya zaidi. Asanteni sana, asanteni sana kunisikiza. Niko nataka tu nione, nichambue, sababu huyu aliyetaja Yuda hapa, sijui kama kwenye mavitabu yao yana Yuda, lakini kama alitaja Yuda wa kwenye Biblia, nimetaka nimwonyeshe Yuda wengi. Nimetaka nimwonyeshe Yuda wengi, na niwaambie tu kwamba hali ilivyo, usidhani kwamba kwa sababu uko kwenye dini fulani na hiyo dini ni kama ndio iliyoshika upanga ikifyeka na pengine ikitaka watu wote waende kwenye dini hiyo. Hata ndani ya dini hiyo wako watu wameuawa kikatili, na wenyewe wana maumivu makali. Upepo ulipo, hali ilipo, kichaa kashika rungu, kichaa kapewa bunduki, kichaa kashika panga. Ilipanga mapepo na ukichaa wake ukimtuma kufyeka, kutufyeka kina sisi, hata tufyeka. Akimaliza ule upanga hautatulia. Mimi kwa ushauri wangu, watu wa dini yoyote, watu wa ukanda wowote, tusaidiane kumdhibiti kichaa huyo aliyeshika lungu. Tusimame, tuanze upya kila kitu. Hakuna utawala wala uongozi kwenye nchi yetu unatupeleka kokote. Utawala na uongozi wowote uliopo sasa unatupeleka kwenye nchi ambayo itakuwa ziwa la damu.
litakuwa bwawa la damu. Nikwambie, yeyote hata uliyeshika upanga haitakunufaisha kivile, hautanufaika kivile. Najua sasa mnasema tu hapa tunakosa wote. Ni kusi, inawezekana utakosa wewe na hao wengine hawatakosa. Wakati mwingine kiburi kiwe kinakuwa na mipaka. Narudia tena hii neno, kuna kitu mnasema hapa tunakosa wote. Nasema hivi, inawezekana hatutakosa wote, inawezekana utakosa wewe. Wasikilize na wenzio, kiburi kimekuwa juu sana. Damu ni kweli, wewe damu ni ibada kwako, unaenda peponi kwa kumwaga damu nyingi za watu wasio na hatia, lakini inawezekana utakosa wewe. Niamini mimi, yamini maneno haya, kama sivyo acha inyeshe, tuone patakapovuja. Ongera na asante kwa kunisikiliza.